katika sekta ya madini. Pia Mheshimiwa Rais ameonyesha kutambua mchango wa sekta ya madini katika maendeleo ya taifa letu. Katika hotuba yake inaonyesha kwamba kiwango cha mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa kiliongezeka kutoka 6.8% mwaka 2020 mpaka kufikia 10.1% mwaka 2024. Na Mheshimiwa Rais akaonyesha utayari wa kuwaunga mkono na kuwasapoti wachimbaji wadogo kwa kuwawezesha, kuwapatia vifaa vya uchimbaji kama vile vya uchorongaji, lakini na taarifa za jiolojia kuonesha kwamba madini yanapatikana wapi, kwa wingi gani, na ni madini ya aina gani. Sasa niombe tu pia wizara yetu ya madini iende kasimamie vizuri eneo hili kwa kuhakikisha serikali inaenda kwa walengwa ambao kweli wanahitaji. Mikopo isiende kwa wachimbaji ambao tayari wana uwezo wa kujiendesha wao wenyewe na kuendesha shughuli zao za uchimbaji, na twende tukawaangalie wale vijana ambao wako katika hali za kati ambazo sasa wanataka kupambana kuweza kuona kwamba wanaongeza tija ya uzalishaji katika sekta hii ya madini. Ni wazi kwamba hata asubuhi wakati wa mchango wa waheshimiwa wabunge walieleza kuhusu masuala ya mirahaba, ambapo wachimbaji wanaonekana kwamba wanatozwa mirahaba mara mbili, pale ambapo wanakuwa wameshatoa mawe juu, lakini pale ambapo wanakuwa wameshachenjua dhahabu na penyewe pia dhahabu inaenda kutozwa mrahaba tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo twende tukaangalia maeneo haya ili wachimbaji wetu, sisi kule Sukumani tunaita, wasitegemee tu miganyaro. Miganyaro ni zile posho ndogo ndogo zinazopatikana kwa wachimbaji hawa wadogo wanapokuwa wanachimba katika maeneo yao hayo. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa ambazo anazifanya, na hotuba hii iende ikawe dira kwa taasisi zote za serikali, taasisi za binafsi, wizara zote, tuweze kwenda kupita humu ambapo Mheshimiwa Rais wetu ameonyesha dira kwamba sasa tunataka kuelekea upande gani.